Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa, habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia agiza fedha za sherehe za muungano zikarabati barabara. Katika biashara, mashindano ya Miss World kuipa Tanzania fursa kubwa ya watalii. Na katika habari za kimataifa, baba awaua watoto wake 7 kwa kuwapiga risasi nchini Marekani. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza fedha zilizokuwa zimepangwa kugharamia maadhimisho ya sherehe za muungano mwaka huu zitumike kukarabati miundombinu ya barabara iliyoharibiwa na mvua zinazoendelea kunyesha nchini. Mwandishi wetu Gulaki Msola ana taarifa zaidi. Dr. Mwigulu amesema hayo Aprili 20 ofisini kwake Mlimwa jijini Dodoma, alipokuwa akiarifu umma kuhusu maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar yatakavyofanyika. Maadhimisho ya sherehe za miaka 62 ya muungano yatafanyika katika ngazi za mikoa yote nchini, na viongozi wakuu wa kitaifa watafanya shughuli za kutembelea, kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi ya maendeleo. Aidha, kwa upande wa wakuu wa mikoa imepangwa pia kufanya shughuli za kutembelea, kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi ya maendeleo, pamoja na kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira, kupanda miti na kufanya maadhimisho ya michezo mbalimbali. Hivyo basi, serikali inaomba wananchi kushiriki kwa pamoja katika shughuli hizo ili kujivunia na kuweka sifa ya kipekee katika namna ambayo tutaendelea kuenzi muungano wetu wa Tanzania. Pia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ameagiza majengo yote ya serikali kunakishiwa kwa rangi ya bendera ya taifa kuanzia tarehe 20 Aprili 2026 hadi tarehe 26 Aprili 2026, siku ya kilele. Ameongeza kuwa kwa upande wa Zanzibar, majengo yapambwe kwa vitambaa vya rangi sahihi za bendera ya taifa, picha za waasisi wa muungano na picha ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sanjari na picha ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Shughuli nyingine zitakazoambatana na maadhimisho hayo ni pamoja na mashindano ya michezo na sanaa mbalimbali, mashindano ya uandishi wa insha kwa shule za msingi na sekondari, mahojiano maalum na wazee maarufu, midahalo na makongamano kuhusu muungano na hatua ya maendeleo yaliyofikiwa hadi sasa. Kauli mbiu ya maadhimisho hayo ni miaka 62 ya muungano, amani, umoja na mshikamano ni msingi wa maendeleo endelevu. Asante sana Gulaki Msola kwa taarifa hiyo. Tanzania imepewa heshima ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkutano Nairobi COP12 unaotarajiwa kufanyika Oktoba 6 hadi 9 Oktoba 2026 jijini Dar es Salaam, ukilenga kutoa fursa ya kujadili na kuimarisha mikakati ya pamoja ya usimamizi endelevu wa mazingira ya bahari na pwani. Taarifa zaidi nasomwa hapa na Nancy Ibrahim. Hayo yameelezwa na Naibu Katibu Mkuu Mazingira, Ofisi ya Makamu wa Rais, Balozi Baraka Luvanda, wakati akifungua kikao cha kwanza cha kamati ya kitaifa ya maandalizi ya mkutano wa 12 wa nchi wanachama mkataba wa Nairobi COP12 na mkutano wa 11 wa bahari yetu uliofanyika Dodoma Aprili 20, 2026. Amesema kwamba ofisi ya makamu wa rais ina jukumu la kuratibu, kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa mkataba wa Nairobi nchini. Imeunda kamati ya kitaifa maandalizi ya mkutano wa COP12 inayojumuisha wadau kutoka wizara, taasisi na idara za serikali kwa lengo la kuhakikisha kuwa mkutano huo unafanyika kwa ufanisi wa hali ya juu na nchi yetu inanufaika kikamilifu. Mkutano hii itafungua fursa nyingi za kiuchumi, uwekezaji katika sekta ya uchumi wa bluu, kuimarisha sekta za uvuvi na utalii, pamoja na kuanzisha miradi ya kikanda ya hifadhi ya mazingira katika bahari na ukanda wa pwani. Na sambamba na hilo, nchi itapata fursa kujifunza na kukabiliana namna ya kukabiliana na kupata uzoefu pamoja na teknolojia mpya
katika kuboresha sera, mipango, mikakati na programu za usimamizi wa rasilimali za bahari. Kwa hivi pende kusisitiza kuwa maandalizi haya ni muhimili wa kufanikisha mikutano hiyo yote miwili, na mafanikio yake yanategemea sana ushirikiano wenu, uwajibikaji na kujituma kwa kila mmoja wenu katika kila nafasi atakayokuwa amepewa ndani ya hii ya kamati ya kitaifa. Pamoja na maandalizi ya mkutano wa COP12, Tanzania imealikwa pia kushiriki katika kongamano la 11 la kimataifa la bahari yetu litakalofanyika Juni 16 hadi 18, 2026 katika jiji la Mombasa nchini Kenya. Kauli mbiu ya kongamano hili ni bahari yetu, urithi wetu, mustakabali wetu, ikiwa ni mara ya kwanza kongamano hili kufanyika katika nchi za Afrika. Kwa upande wake, mkurugenzi kitengo cha maendeleo ya uchumi wa buluu na uratibu, ofisi ya makamu wa rais, Bi Magdalena Ngotolainyo, amesema mkutano wa COP12 utahusisha ushiriki zaidi ya 500 ikiwemo viongozi wa nchi, wataalamu na wadau mbalimbali kutoka nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi na wadau wengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikutano hii miwili ni ya kimkakati kwa taifa letu, kwani inalenga kuimarisha juhudi za kukabiliana na changamoto za uharibifu wa mazingira ya bahari, mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na kukuza uchumi wa bluu kwa maendeleo endelevu. Aidha, ni eneo muhimu la kuonesha jitihada za Tanzania na kujifunza kutoka kwa mataifa mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, madhumuni ya vikao hivi viwili ni kuweka msingi wa maandalizi ya kina, ikiwa ni pamoja na kubainisha vipaumbele vya taifa, kupanga mikakati ya ushiriki na kugawa majukumu kwa makundi kwa wajumbe hawa ili kuhakikisha maandalizi yanafanyika kwa ufanisi na kwa wakati. Naye mkufunzi chuo cha bahari mhandisi Gregory Mela amesema mkutano wa 12 pia umelenga katika kulinda vyanzo vya bahari na kuhakikisha watu wanapata rasilimali za bahari ikiwemo uvunaji wa mwani pamoja na uvuvi. Hii mikataba ambayo imelengwa kama hii Nairobi Convention, lengo lake hususan ni kushirikisha wadau wa kila aina, watu wa serikali, private sector, asasi za kiraia, kuona jinsi gani wananchi wanaweza kwenda sambamba. Lakini pia ipo kwenye SDG ambayo ni Sustainable Development Goals. Lengo hususan ni kuhakikisha katika maisha yetu ya hapa duniani wananchi wetu na vijana pamoja na wakina mama wanafaidika vipi na rasilimali ambazo zipo kwenye bahari. Ndio dhana zima ya uchumi wa bluu, kuendelea kutumia rasilimali kwa uendelevu wa dunia. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Serikali imesema katika mwaka 2026 hadi 2027 imeweka vipaumbele mbalimbali vya mpango wa ofisi ya Rais maendeleo ya vijana utakaoimarisha ukuzaji wa biashara na uwezeshaji wa vijana kiuchumi kwa lengo la kuwezesha vijana wengi kujiajiri na kuajiriwa katika sekta za biashara na uzalishaji, kuimarisha uratibu na ushirikishaji wa vijana katika masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Taarifa zaidi Josephine Kaponya kutoka Dodoma anatuarifu. Kauli hiyo ya serikali imetolewa bungeni na waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Mheshimiwa Joel Nanauka wakati akiwasilisha hotuba ya mpango wa makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais maendeleo ya vijana kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Amesema kuwa shughuli zitakazotekelezwa kwa mwaka 2026-2027 zitatokana na vipaumbele ikiwemo uratibu na ushirikishaji wa vijana kwa kuandaa mfumo wa taifa wa uratibu wa masuala ya maendeleo ya vijana nchini na kuandaa kazi data ya kitaifa itakayokusanya taarifa za masuala ya vijana na kufanya mapitio ya sheria ya Baraza la Vijana la Taifa. Wizara itaendelea kuandaa na kuratibu utekelezaji wa mwongozo wa kitaifa wa mafunzo wa stadi za maisha, kuandaa programu ya kitaifa ya kushughulikia masuala ya ustawi wa vijana, kuandaa mwongozo wa msaada wa kisaikolojia kwa vijana na kuratibu utoaji wa huduma ya msaada wa kisaikolojia kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha ukuzaji wa biashara na uwezeshaji wa vijana kiuchumi, serikali itaendelea kutoa mafunzo ya kujenga uwezo kuhusu ujasiriamali na ujuzi wa usimamizi wa biashara kwa vikundi vya vijana nchini, kutoa mikopo nafuu kwa vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana ili waweze kujiajiri na kuajiri wengine,
Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii akiwasilisha taarifa ya kamati kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana fungu namba 104 kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027, amesema baada ya uchambuzi wa kina kuhusu utekelezaji wa bajeti pamoja na makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, amesema kuwa kamati inashauri serikali kuendelea kutengeneza fursa kwa vijana kupata elimu na ujuzi ambao utawezesha katika kushindana kwenye soko la ajira ili waweze kujitegemea. Kamati inaishauri serikali kuwa ihakikishe inajenga vituo atamizi incubators kwa ajili ya kuwajengea vijana ujuzi na ubunifu katika shughuli za kiuchumi na kijamii kabla ya kupokea mikopo, hali itakayowajengea uwezo wa kuzalisha, kulipa mikopo na kutunza akiba. Nao baadhi ya wabunge wametoa maoni yao na kuitaka serikali kutoa mikopo kwa vijana kwa wakati. Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa 10%, kipindi cha nyuma mchakato ulikuwa unawafeva baadhi ya watu na kuwanyima baadhi ya watu nafasi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisimamisha mchakato huu, na baadhi ya maeneo sasa hivi pilot imefanyika kwa ajili ya hizi fedha ya 10% kupitia mabenki yetu. Lakini taarifa iliyopo Mheshimiwa Waziri, mabenki mengi mpaka sasa hawajatoa fedha hizi za 10% kwa vijana, lakini pia kuna urasimu mkubwa wa utolewaji wa fedha hizi. Aidha, toka maelekezo yametoka ni takriban mwaka mmoja sasa hivi, tunatamani tupate tathmini ya uhakika. Je, kupitia mfumo huu wa benki pilot study inakuja na majibu gani? Serikali inatakiwa iongeze pesa hizi ila kila kijana aweze kunufaika na mikopo hii na pesa ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kuchangia wizara hii, vijana tuna jukumu kubwa la kuhakikisha ajenda ya maendeleo na dira yetu ya 2050 tunakwenda kuitekeleza. Hayo yamejiri bungeni katika bunge la 13, mkutano wa 13, kikao cha 12. Asante sana Josephine kwa taarifa hiyo. Zaidi ya dola za Kimarekani milioni 260 zinatarajiwa kutumika katika kuendeleza bonde la mto Msimbazi, ikiwemo ujenzi wa kingo, kuongeza kina pamoja na ujenzi wa hekta 77,000 kwa ajili ya makazi na biashara katika eneo hilo, ikiwa ni mkakati wa kukabiliana na changamoto ya mafuriko Dar es Salaam. Mwandishi wetu Gulaki Msola ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam aliposhiriki hafla utiwaji wa saini wa mkataba wa kuendeleza bonde la mto Msimbazi, waziri wa nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema fedha hizo ni mkopo wa masharti nafuu kutoka Benki ya Dunia, serikali ya Hispania pamoja na ruzuku kutoka serikali ya Uholanzi, ambapo zitatumika kuendeleza eneo la chini la bonde la mto Msimbazi, ambapo zaidi ya wananchi 3,000 watahamishwa, ikiwa ni pamoja na eneo la gereji na stendi ya malori ambao imekuwa kitumika kusafirisha mizigo kwenda mikoani ili kupisha mradi huo. Hatupanui tu mkondo wa mto, tunajenga msingi wa mustakabali bora wa kubadilisha eneo ambalo ni hatarishi kwa sasa na kuwa sehemu muhimu kwa uchumi wa mazingira ya Dar es Salaam. Na kupitia mradi huu yafuatayo yatafanyika. Kwanza, kunusuru maisha ya jamii zetu kwa kuhamisha zaidi ya nyumba 3,000 kutoka maeneo hatarishi kwa mafuriko na kutoa fidia stahiki. Tunahakikisha usalama na ustawi wa wananchi wetu. B, kutengeneza fursa mpya. Kwenye eneo hili tutapata hekta 57 za ardhi salama iliyotengenezwa na utatoa maeneo mapya kwa ajili ya makazi, biashara na vivyo hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kutengeneza ajira. Na kuboresha miundombinu yetu. Ujenzi wa daraja jipya la Jangwani lenye urefu wa mita 390 na karakana mpya ya mabasi ya mwendokasi eneo la Ubungo Maziwa kutaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri
na mwingiliano ndani ya jiji. Upande wake, waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amesema mradi huo umekuja wakati Tanzania ikiwa na miradi ya barabara ambayo inaendelea kutekelezwa, huku mtandao wa barabara zaidi ya kilomita 182,000 ambazo ni rasmi ukiwa umekamilika, ambapo pia kwa upande wa barabara za lami Tanzania ikiwa na jumla ya zaidi ya kilomita 16,000. Tanzania ina jumla ya mtandao wa barabara ambazo zimekuwa gazetted katika gazeti la serikali zilizo rasmi kilomita 182,000. Hapo sijazijumuisha barabara nyingi ambazo TARURA wamekuwa wakizifungua kila uchwao na kupitia waziri wa TAMISEMI na kwa kuwa mtendaji mkuu yuko hapa, zilete barabara mnazozifungua zote tuzigazeti katika serikali, katika gazeti la serikali, kazi ambayo ni ya kwangu mimi, ili tuwe na hakika ya mtandao kamili wa barabara tulionao nchini. Naye mtendaji mkuu wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA, Mhandisi Victor Seifu, ameeleza kuwa mradi wa uendelezaji wa bonde la mto Msimbazi ni mwendelezo wa utekelezaji wa mradi wa kuboresha eneo la mto Msimbazi, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa daraja la Jangwani, lengo ikiwa ni kuboresha na kuongeza kina cha mto Msimbazi ili kukabiliana na changamoto ya mafuriko ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara. Mradi unatarajiwa kuhamisha nyumba zaidi ya 3,000 na kupanua na kuongeza kina cha mto Msimbazi pamoja na kuongeza uwezo wa mawanda ya mafuriko. Udongo utakaotokana na upanuzi huo utatumika kutengeneza maeneo salama kwa makazi na biashara pembezoni mwa bonde, na jumla ya hekta 57 zinatarajiwa kupatikana kwa matumizi hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu pia unajenga daraja jipya la Jangwani lenye urefu wa mita 390 ambao unasimamiwa na wenzetu wa TANROADS chini ya Wizara ya Ujenzi. Vile mradi unatarajiwa kuboresha maeneo korofi katika eneo la juu la bonde pamoja na kuratibu shughuli za kibinadamu ili kudhibiti mmomonyoko wa udongo unaotuama eneo la chini na kusababisha mafuriko. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Chama cha Wakunga Tanzania TAMA kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya afya kimeitaka serikali na washirika mbalimbali kuwekeza kwa dharura katika taaluma ya ukunga ili kukabiliana na uhaba wa wakunga na kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto nchini. Ellen Manyango ametuandalia taarifa hiyo. Wito huo umetolewa kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mkunga duniani na Rais wa TAMA Dr. Beatrice Mwilike, ambapo amesema Afrika inakabiliwa na upungufu wa takribani wakunga 460,000, hali inayoweka maisha ya kina mama na watoto wachanga katika hatari kila mwaka, na kuwa mzigo wa kazi kwa wakunga ni mkubwa kutokana na ongezeko la wagonjwa ukilinganisha na idadi ndogo ya wataalamu waliopo. Dr. Mwilike amesema wakati kiwango kinachopendekezwa ni mkunga mmoja kuhudumia takribani kina mama 8 kwa siku, nchini Tanzania mkunga mmoja hulazimika kuhudumia hadi kina mama 20 kwa siku, hali inayoathiri ubora wa huduma na kuongeza presha kwa wahudumu wa afya. Takwimu zinavyosema kwa dunia nzima tunahitaji wakunga milioni 1 zaidi, lakini katika hao milioni 1 zaidi kwa bara la Afrika peke yake kuna upungufu wa wakunga takribani 460,000. Na kwa Tanzania kwa takwimu zinavyoonyesha kwa sasa hivi kitaifa ni kwamba unakuta mkunga mmoja anaweza kuhudumia mama 1300 mpaka 1400, ambao ukiangalia ni ndogo sana. Na kwa mujibu wa shirika la afya duniani ni kwamba mkunga mmoja hudumia angalau wa mama 8. Lakini ukipita katika shifti moja unakuta mkunga mmoja anahudumia wa mama takribani 20 au zaidi, ambao inaonyesha jinsi gani kuna uhitaji mkubwa sana wa kuwa na wakunga. Na uhitaji huo unakuwa mkubwa sana hata sasa katika maeneo ya vijijini ukilinganisha na mjini, kwa sababu mazingira vijijini wote tunafahamu. Kwa hiyo hata wakunga wengi wanaweza kapangiwa kula asiweze kukaa kufanya kazi,
unakuta yuko mmoja ndo ataamshwa usiku na mchana aweze kuhudumia mama. Kwa upande wake, mratibu wa kanda ya chama cha wakunga Canada kwa Afrika Mashariki na Kati, Stefano Simba, amesema kwa zaidi ya miaka 7 wamekuwa wakisaidia mafunzo ya ukunga na kuboresha mitaala ya taaluma hiyo, huku wakilenga sasa kuimarisha uwezo wa TAMA ili kuweza kuendelea kusaidia wakunga kwa ufanisi zaidi. Na changia kwa kiasi kikubwa, kwanza kabisa kuhakikisha kuwajengea uwezo watoa huduma za afya ili watoe mafunzo kwa vitendo kwa wale wanafunzi ambao wanakwenda kujifunza katika maeneo ya kutolea huduma za afya. Tunawajengea uwezo clinical instructors kitaalamu, kwa sababu mkunga bora anapatikana kutokea shuleni. Hivyo kwenye kuelekea kusherekea siku hii, tunawasihi na tunawaomba wauguzi wote nchini waweze kuwa champions wa WASH katika maeneo ya kutolea huduma za afya, na pia tunawakumbusha mambo machache ambayo tunaamini huwa wanayafanya, lakini katika kusherekea sikukuu ya wakunga duniani ya mwaka huu tunawakumbusha kwamba waweze kuendelea kufuatilia afua za WASH na IPC, hasa maeneo yanayotolea huduma za uzazi, ili kuhakikisha kuna upatikanaji maji salama wakati wote. Naye mganga mkuu wa uuguzi wa mkoa wa Dar es Salaam, Joyce Munga, pamoja na wadau wa afya wamesema serikali na wadau wataendelea kushirikiana kuboresha mazingira ya kazi ya wakunga, kuongeza ushiriki wa jamii katika huduma za afya ya uzazi na kuhamasisha rasilimali zitakazosaidia kupunguza vifo vya mama na mtoto nchini. Hao wakunga wa jadi tuendelee kuwapa elimu jinsi gani ya kuweza kuwahudumia iwapo watakutana na mama ambaye anahitaji kujifungua, lakini tuendelea pia kutoa elimu kwa jamii kwamba waende kujifungulia kwenye vituo vya kutolea huduma, ambapo watu wa huduma wanakuwa wamepata ile elimu kabisa ya kumhudumia mama anaenda kujifungua au mtoto ambaye amezaliwa. Tanzania imekuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa wa madaktari bingwa wa mgongo kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni, ikiwamo Amerika, Ulaya pamoja na mataifa ya Afrika, uliolenga kuboresha matibabu ya mgongo kwa Waafrika. Goodluck Msolla ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo, kaimu mkurugenzi wa taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI, Dr. Lemeli Lauren Mchome, amesema mkutano huo ambao umewaleta pamoja wakufunzi kutoka chuo kikuu cha Weill Cornell cha nchini Marekani umejikita katika kuongeza ujuzi na utaalamu wa matumizi ya teknolojia katika kutoa matibabu ya mgongo, ambapo taasisi hiyo ya MOI inapokea zaidi ya 60% ya wagonjwa wote wanaofika kutibiwa katika taasisi hiyo. Tunafahamu kwamba Watanzania wengi tunawapata matatizo ya mgongo. Kwa hiyo tuliona kwamba ni muhimu sasa tuweze kufanya mikutano hii ya kubadilishana ujuzi na kushirikiana ili kuhakikisha kwamba tunatoa matibabu bora kabisa katika taasisi yetu, lakini pia na Tanzania nzima kwa ujumla. Na katika mkutano huu ambapo tuko pamoja na wenzetu hawa wageni, pia tuna wenzetu ambao tumeunganika nao wa ndani ya taasisi, kwa sababu tunafahamu kwamba wanaotibu matatizo ya mgongo, matatizo sugu ya mgongo, sio madaktari peke yake. Kuna nurses, kuna madaktari wa usingizi, kuna watu wa mazoezi tiba. Kwa hiyo wote mwaka huu tumeunganika katika kujifunza na kupeana ujuzi mpya na kubadilishana ujuzi, kuhakikisha kwamba matibabu sasa tunakwenda kuyatoa katika kiwango cha juu zaidi. Upande wake, mratibu wa mkutano huo kutoka MOI, Dr. Hamisi Shaban, pamoja na mkufunzi mkuu kutoka chuo kikuu cha Weill Cornell cha nchini Marekani, Profesa Rogers Hato, wamesema mafunzo hayo ni ya wiki moja, yataenda sanjari na kambi maalum ya matibabu ya maumivu ya mgongo, ambapo wagonjwa zaidi ya 10 watapatiwa matibabu na wataalamu kutoka nchini Marekani na wale kutoka Ulaya. Kozi ya mwaka huu ni kozi ya 12 na ni kozi ya aina yake tofauti na kozi zingine zote, kwa sababu hii kozi inakwenda kujadili jambo moja tu: matatizo sugu ya mgongo yanayowapata Watanzania wengi. Nafikiri Watanzania wengi wamezoea kusema mgongo unauma kuanzia Januari mpaka Disemba, mgongo unauma tu. Akija anapewa dawa, anashindwa kuelewa kwa nini haponi. Na haya ndio mambo ambayo tutakuwa tunayajadili kwa kirefu kwa wiki hii.
Kozi hii ina sehemu mbili. Sehemu ya majadiliano na kujifunza, kubadilishana ujuzi, na sehemu ya pili inahusisha mafunzo kwa vitendo na kutibu wagonjwa. Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo kutoka mataifa ya Kenya, Tanzania na nchi ya kidemokrasia ya Kongo, wakiwa ni sehemu ya nchi za Afrika ambazo zimeweza kushiriki mkutano huo, wamesema yanakwenda kuongeza utaalamu na ubobezi, hususan katika kutoa tiba ya mgongo kwa kutumia njia za kisasa, na hivyo kuwezesha Afrika kupiga hatua. Tanzania imeendelea kuimarisha ushirikiano wake na Benki ya Uwekezaji wa Miundombinu ya Asia, hatua inayotarajia kufungua fursa mpya za ufadhili kwa miradi ya kimkakati ya maendeleo ikiwemo maji, nishati, usafiri, teknolojia ya habari na mawasiliano pamoja na miundombinu ya kijani. Taarifa zaidi huyo hapa Nancy Ibrahim. Hayo yamejiri wakati Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar alipoongoza ujumbe wa Tanzania katika kikao na Rais wa Benki ya Uwekezaji wa Miundombinu ya Asia AIIB Binzou Ji pembezoni mwa mikutano ya majira ya kipupwe ya Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF jijini Washington DC nchini Marekani. Rais wa AIIB Binzou Ji alisema kuwa Tanzania ni mdau muhimu katika benki hiyo yenye makao yake makuu Beijing nchini China, na kwamba benki yake imejipanga kusaidia serikali kutimiza malengo yaliyopangwa katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Alitaja maeneo yenye kipaumbele kuwa ni pamoja na miundombinu ya usafiri wa reli ya kisasa, nishati, maji na mawasiliano, ambapo kupitia uwekezaji huo benki hiyo inalenga kuchochea maendeleo ya miundombinu, kupunguza umaskini, kuinua viwango vya maisha ya wananchi na kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii. Kwa upande wake, Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar alikaribisha benki hiyo kushirikiana na Tanzania katika kutekeleza miradi ya upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam, ujenzi wa mradi wa reli iendayo kasi SGR, ujenzi wa bandari ya Mbegani Zanzibar, miradi ya kukuza ajira kwa vijana katika sekta teknolojia na miradi mingine ambayo pande hizo mbili zitakubaliana. Tangu Tanzania iwe mwanachama asio wa kikanda wa AIIB, serikali imekuwa ikitazama benki hiyo kama mshirika muhimu katika mkakati wa kupanua vyanzo vya fedha za maendeleo na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia dira ya pamoja ya benki hiyo ya Infrastructure for Tomorrow inayolenga kujenga miundombinu ya kisasa na endelevu. Utekelezaji wa miradi ya uboreshaji miji TACTIC katika manispaa ya Musoma mkoani Mara unatarajia kuongezeka kasi baada ya mkandarasi mshauri kukabidhiwa magari mawili ya kurahisisha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi hiyo. Adam Kaduto na taarifa zaidi kutoka Mara. Magari haya yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 280 yatatumika kufuatilia miradi ya kimkakati inayotekelezwa chini ya mpango wa uboreshaji miji nchini, ambapo katika manispaa ya Musoma ni pamoja na ujenzi wa kituo kikuu cha kisasa cha mabasi, soko jipya la Nyasho na uboreshaji wa miundombinu ya barabara ndani ya manispaa. Ofisi ya mkurugenzi kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI inatekeleza mradi wa uboreshaji wa miundombinu TACTIC kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini, yani TARURA. Maeneo ya utekelezaji wa mradi huu ni pamoja na ujenzi wa stendi ya mabasi Bweli, soko la Nyasho, barabara ya Mkendo, barabara ya Shabani na Msoma basi Sanane. Mradi huu unagharamiwa na serikali kuu kwa gharama ya jumla ya fedha za Tanzania shilingi 19.975 bilioni bila kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Akikabidhi magari haya, mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka anasema hatua hii inalenga kuimarisha ufuatiliaji wa miradi ili ikamilike kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Haya magari yatumike kwa yale malengo yaliyokusudiwa. Hatutarajii kusikia kwamba magari haya kesho na kesho kutwa yanabadilishwa matumizi, hapana. Na kusiwe na changamoto ya usimamizi na ufuatiliaji wa huu mradi. Tunataka kuona usimamizi uongezeke. Tunataka kuona mradi huu uende kwa wakati, ukamilike kwa wakati, kwa sababu wananchi wanachotaka kuona ni faida na matunda ya huu mradi.
Kwa upande wake, mkandarasi mshauri anasema magari haya yataongeza ufanisi katika kusimamia kazi za ujenzi na kupunguza ucheleweshaji wa miradi. Na tunawaahidi kwamba kwa hii kazi ambayo mlituwekeza ama mlituaminia nayo, tutahakikisha kwamba tutaifanya kwa ubora unaohitajika. Nendeni mkasimamie mradi huo, kwa sababu mnayo nyenzo ya kurahisisha kufika kwenye kuzungukia utekelezaji wa miradi pale panapofanyika kazi hizo. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, mashindano ya Miss World kuipa Tanzania fursa kubwa ya watalii.